Naam, Azam Pesa tuko nao hapa na wenyewe wana msemo wao mmoja, usikubali kukatwa. Yaani kila ukiingia kwenye peji yao unakubalije kukatwa? Mpaka leo hii yani unakubalije kukatwa? Unamtumia mzee kule unakatwa. Ukimtumia rafiki yako unakatwa. Sasa unaishije kwa kukatwa wakati Azam Pesa ipo? Usikubali kukatwa. Yani kizembe kwa nini unakubali kukatwa? Azam Pesa ipo. Unakubali kukatwa. Unakubali kukatwa. Shida gani? Haitaki kwa hivyo. Sema nyinyi jamani nyinyi. Gen Z hapo mmewabeba kukatwa. Usikubali kukatwa. Sasa si ndio sisi unajua sasa mambo ya mitaradadi sasa sisi Gen Z tuseme na mimi niko huko bana. Najua. Ndio tunajua watu wanataka nini. Ndio. Walaji wetu wanataka kusikia nini. Wateja wetu tunawajua. Jambo la Gen Z itabidi uwaambie kivyao. Jambo la millennial mtaambiwa kivyenu. Jambo la wale wengine sasa basi nani atakuwepo huko nyuma tutawaambia kivyao. Yani mimi hapa. Hapana bwana. Hapo mbona kama wote mko sawa. Bana tuko na huyo ni Edward Alex, ni meneja masoko Azam Pesa. Na kwa sababu kaja hapa mambo yatakuwa ni mazuri. Tutakubali kukatwa ukitutumia. Hamna mimi ninachopenda ni kwamba ukifanya zile miamala baada ya muda unapokea point. Lakini miamala yenyewe bure. Ndio. Kwa hiyo nilimlazimisha mzazi wangu awe na Azam Pesa ili nisikatwe. Yaani hiyo tu ndio ilinifanya nimlazimishe. Okay. Kwa hiyo wanasema charity begins at home. Mambo unajua wazee siku hizo wanajua pia nitumie na ya kutolea. Sijui nani alifundisha wazee. Walikuwa nakatwa. Walikuwa nakatwa. Makato kidogo yamevuruga watu. Of course. Kwa ndio wakisema bwana ukituma, mtuma ya ziada ili nikitoa nitoe kile ambacho ulikuwa unataka kunitumia sasa. Yes. Edward sasa tuambie. Umetuletea nini leo? Kikubwa na unajua nataka tukazie sehemu kadhaa ambazo najua Watanzania ambao wale ambao bado hawajajiunga na Azam Pesa au bado hawajachagua upande huu wa kufanya miamala bila makato, wanateseka na swala la makato. Lakini kwa nini wanateseka na swala la makato na Azam Pesa hiko komini kwa hapa kuwaelewesha au kuwauliza kama watakuwa wanatusikia. Najua baadaye tutapokea komenti nyingi. Ni namna gani mtu anaweza akajisajili Azam Pesa? Ni namna gani anaweza akaitumia Azam Pesa? Au kwa ujumla ni namna gani Azam Pesa inaweza ikamuokoa au ikamsaidia kwenye maisha yake ya kila siku kwenye haya masuala ya kufanya miamala. Watu wengi tunatuma pesa. Mimi leo ukinisearch hapa sina hata 50. Nikikatokea basi nimekabwa, wakinisearch watachukua simu, nitaenda nitalock account yangu ya Azam Pesa. Lakini dunia inapoelekea sasa hivi ni cashless, kwamba tunafanya miamala kwa simu au kwa kadi, si ndio? Masuala ya cash kidogo tunaweka pembeni. Kwa hayo yote ukiachilia mbali hayo yote, basi ni huduma gani itamfanya mtu atumie pesa zake kwa uhuru? Ni huduma gani itamfanya mtu atumie pesa yake ambayo iko kwenye akaunti yake pengine, lakini hatolalamika kwamba mbona yani natuma 10,000 nalipia 1,000 kwa nini? Hakuna sababu ya msingi. Nalipia 20,000 kwenye lipa namba na kato 1,000. Mbona 1,000 nyingi? Basi chukueni hata 5%, 10%. Angalau nisiumie. Sasa watu unatuma ngapi? Unalipa 20,000 unakatwa 1,000. 1,000 ni nyingi. Na ndio masuala hayo tunaosema kukatwa kila mahali. Yeah, sasa Edward, mimi ngoja nizungumze kwa niaba ya Watanzania. Kule Uswahilini kwetu hatuna mawakala, yani hapo ndo kipengele kinaanzia. Na ili utoe kwenye Azam Pesa na upokee kwenye Azam Pesa si lazima uende kwa wakala. Mimi nitamtumia mamangu. Lakini mamangu kuzunguka kupata Azam Pesa inamlazimu atoke kijijini alipo, apande gari, aende mjini ambako mtu wakala wa Azam Pesa yupo. Kwani mama yuko kijijini gani? Akajikuta badala ya ile pesa. Mamangu mimi anaishi Kayenze. Mamangu anaishi Kayenze. Kwa hiyo lazima apande basi aende Mwanza mjini kwenye wakala wa Azam Pesa. Na nauli kutoka Kayenze mpaka Mwanza mjini kwenda Nakuru inaweza tumia shilingi 7,000. Sawa. Kwa hiyo tayari ile ambayo ungekatwa tayari umetumia kwenye nauli. Lakini tuko ni mbali. Hapa tu Swahilini mimi nakoishi hamna wakala wa Azam Pesa, kwa hiyo pia na penyewe ni changamoto. Hapo unaposema Republic Tabata. Sasa hapo mimi tuanze na hapa. Sawa. Unatumia application ya Azam Pesa. Kama mtumiaji wa Azam Pesa tuna application ya Azam Pesa ambapo tumerahisisha. Sisi bana tunajaribu kukimbizana na teknolojia inavyotaka. Tunarahisisha huduma zetu kadri tunavyoweza. Sawa? Kuna mahali pameandikwa
maeneo ya mawakala kwenye application au agents location. Ukifungua pale itakuletea listi ya mawakala ambao wako karibu yako. Kama hapa sasa hivi tukiangalia kuna wakala ambaye yuko mita 300 mita 250 kutokea hapa tulipo. Ina maana getini kuna wakala kama sijakosea. Na huyu hapa tunamwona direct kwenye application. Kwa hiyo wewe mtaani kwako pale usiteseke na hilo. Ukiona huelewe hapa wakala labda ni kwa sababu nimetembea sijamuona na pengine ni kwa sababu mawakala ambao wa huduma zingine na humo kuna Azam Pesa. Kwa pengine ni ile macho hajaweza kutizama vizuri au hujaulizia ndio maana umepitwa. Kwa kama umepitwa ukiangalia kwenye application ya Azam Pesa unaweza kuangalia wakala gani iko karibu yako. Inaweza kuonyesha mfano kwa vitendo. Hii utaangalia wewe utasema kuna wakala yuko mita 80. Kutoka hapa. Hapo unaweza kumpigia simu kupitia hapo unaweza kaangalia ukabonyeza hapo ukafuata ramani mpaka unamfikia. Ukamwambia bwana mimi nataka huduma fulani. Unaenda anakupatia huduma yako. Sasa kwenye usajili pia vipi? Kuna wengine kujisajili wenyewe especially wazazi wetu ambao unajua wanaofanya hizo transaction ni watu ambao wanatafuta hela. Kwa unakuta wengi pia pamoja na kwamba takwimu zinaonyesha kwamba matumizi mengi ya watu wanamiliki simu sana sasa hivi nyingi. Wengine pia hawana hizo smartphone, wana vitochi vya kawaida. Kwa wanatamani wapate usaidizi wa kusajili. Yeye mwenyewe inakuwa ni ngumu. Hao mnawasaidiaje? Kwa sababu pia mtihani wako wengi nikamwambia siwezi kusajili sijui. Kwa anaona bora aende na ile nyingine kuliko kuwa na Azam Pesa. Sasa sisi na upande wetu wa pili sisi tunasema na Azam Pesa sasa. Hizi huduma za sisi tunasema huduma za kifalme, bei za kizawa. Sisi hatujaona abaki huko alipo asibaki. Bado tuna namna nyingine ya kumtoa huko alipo akahamia huko. Iko hivi. Tuna njia 3 za usajili. Njia ya kwanza na ya pili ni ya kujisajili mwenyewe kupitia application ya Azam Pesa ambapo ndani yake kuna unaweza kujisajili kwa namna 2. Namna ya kwanza ni aidha kuskani alama za vidole au njia ya pili, namna ya pili ni kuweza kujibu maswali ya NIDA. Nikisema maswali ya NIDA tunakumbushana kidogo. Kipindi unajisajili NIDA unajaza zile taarifa za NIDA kupata ile NIDA ID. Kuna zile taarifa ulijaza. Kwa mfano labda umezaliwa wapi mwaka gani, shule gani. Maswali marahisi kama ni maswali ambayo yani hata leo ukiamshwa saa ngapi unaweza shule fulani au mkoa fulani rahisi kama hivyo. Kwa hiyo njia kwa kujibu maswali NIDA utaulizwa maswali kama hayo na unabidi upate maswali mawili tu. Itahakiki taarifa zako alafu akaunti itafunguka. Hizo ni njia 2 ambazo nimezitaja. Lakini njia ya 3 tunaamini kuna watu wana changamoto kama hizo. Wengine pia issue za kusoma macho kidogo, changamoto za hapa na pale. Pengine mtu anaweza kuwa na changamoto pia kwenye vidole hawezi kuskani. Sasa hawa tunao mawakala ambao wako mtaani. Wao pia wanazunguka kusajili. Kwa mfano hapa ukienda pale feri utawakuta, ukienda kivukoni utawakuta. Au tuseme watu wanaenda Zanzibar. Sisi tunataka wazurure, yani sio mimi niwafuate, yani wanifuate. Hiyo ni sehemu nini huduma za kifalme. Mimi nataka anifuatie mlangoni nisikie kile kispika, jamani Azam Pesa tunasajili, ndio nataka mambo hayo. Sasa ndio maana nikasemaje, tunao watu tayari mtaani wanazunguka, lakini hapa nimeamua kukutajia. Unajua kama mtu anazunguka, nikiniuliza mimi sasa hivi hapa, kama mtu alikuwepo saa 2 hapa Tabata, basi baada ya masaa 3 hawezi kuwepo hapa, si ndio? Lakini wapo watu mtaani. Na wenyewe pia wanazunguka, wanakutana na watu, wanawauliza kuhusu kuwasajili na wanasajiliwa. Lakini pia Azam kama Azam kuna maduka ya Azam Ice Cream, kuna maduka ya Azam TV Migodi, alafu kuna zile inaitwa maduka ya Azam Food Product. Ukienda kwenye yale maduka ukisema mimi nahitaji huduma ya Azam Pesa, basi utakachoulizwa ni namba yako ya simu na namba ya NIDA kama unataka kusajiliwa. Utasajiliwa pale na utaondoka uko safi. Ukitaka wakala pia pale hakuna wakala. Ukitaka labda mimi nataka nilipe pale kwenye maduka hata ile ice cream ya 500. Ukitaka kulipa utalipa kupitia Azam Pesa. Lakini tumeenda mbali, kuna wafanyabiashara wengine na wao pia wanatamani kupata hizi huduma kwa sababu Azam Pesa pia tuna upande wa kuangalia wafanyabiashara, kuwasaidia kwa namna yao kurahisisha zile shughuli zao, biashara zao. Tunazo lipa namba na pia tunazo till za wakala. Kwa kama ulivyokuwa tunaulizana hapa, wakala sio unapatikana wapi? Pia wakala mtu mwingine ambaye anafanya biashara wakala au anatamani kuwa wakala Azam Pesa pia anaweza kuwa hivyo. Sawa? Na vigezo vyetu ni virahisi. Ambacho utahitajia ni tini yako ya biashara, utahitajia namba ya simu ambayo imesajiliwa Azam Pesa, ambapo hapa ni namba ya simu ya mtandao wowote. Lakini pia utahitajia na kitambulisho au namba ya NIDA. Sawa? Ukishakuwa na hivyo vitu vitatu, wewe sisi tutumie
message kama ni Instagram, au unaweza kutupigia namba zetu za huduma kwa wateja ambazo ni 0800 785 555. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vinanifurahisha kuhusiana na Azam Pesa, namba yangu ambayo naitumia kwenye mtandao mwingine ile tu inaweza kuwa namba yangu ya Azam Pesa. Hicho kinanivutia sana. Sahihi. Ni kipi ambacho maana umemuelekeza namna ya wakala, vitu ambavyo wanaweza kuvifanya ili ya wakala Azam Pesa. Kwa mimi ambaye nahitaji sasa kuwa na Azam Pesa, mimi tu labda kama mimi mwenyewe tu. Ni hivyo dakika moja. Hapo ulielewa kwanza hilo? Kama ulielewa, mimi natumaini na wale ulioulizia swali la nilichotaka utaje namba tena. Namba yako. Ila mimi nimeelewa na najua watu kwa sababu watanifuatilia baadaye. Nataka niwe mwakilishi mzuri wako. Kwa hiyo utaje ile namba tena. Sawa. Mumpe ubalozi. Watu wote wa Azam ni mabalozi wa product. Huu ubalozi unakuwa special. Si sote ni mabalozi kweli. Ndio unakuwa unale ubalozi. Huko Republican yetu. Huko tasimikwa. Hamna shida, mimi nitalifanyia hilo kazi. Sawa. Namba za huduma kwa wateja za Azam Pesa ni 0800 785 555. 0800 785 555. Hizo namba ni bure. Unapiga muda wote, masaa 24. Ukipiga hapo bwana, utaulizwa tu tukusaidie nini, una changamoto gani. Unaweza kupiga hata kusalimia, sisi tunakupigia. Kuna swali moja la msingi, kuna hizi huduma nyingine kumetokea na wizi, watu wakiutapeli niseme. Mtu anasema mimi ni nasajili line nafanyaje nini, alafu baadaye wanajikuta wanatapeli watu. Ili nimjue mtu wa Azam Pesa kwamba huyu ni sahihi na sio tapeli, kuna nini nitamwona nacho? Yaani atakuwaje? Inatakiwa nimuulizeje? Sawa. Ili kumfahamu mtu wa Azam Pesa, cha kwanza utamwona na ID, au ma freelancer au foot soldiers wetu wote wako na ID ambazo zinawatambulisha kama wafanyakazi wa Azam Pesa. Lakini pia yuko full branded, yuko na uniform, inaweza kuwa amevaa t-shirt au amevaa bibs. Lakini kikubwa ni kile kitambulisho kifanane na sura yake. Lakini tukienda mbali, unaruhusiwa kumuuliza, wewe kiongozi wako ni nani, au unatokea wapi? Kuna hayo maswali yawe pia ujiridhishe. Unaruhusiwa kumuuliza ili akujibu vyema, akusaidie. Uondoe yule lakini basi hata akiwa anakuhudumia unakuwa una amani. Kwa hiyo iko kwa namna hiyo. Sasa turudi kwenye swali langu Edward. Ndugu zangu nafikiria kwamba inabidi awe na line kama ambavyo labda kwenye mitandao mingine. Kwenye Azam Pesa, ili niwe kwenye Azam Pesa umezungumzia app hapo ili ni una Azam Pesa inabidi ni download app na niwe nayo, ama kuna utaratibu mwingine? Sawa. Hapa tuweke hivi. Mimi naomba kwa niaba ya mtu yoyote ambaye haifahamu Azam Pesa ni nini. Tuchukulie yule ambaye anatazama sasa hivi afahamu chochote kuhusu Azam Pesa. Sio kama Sauda. Sauda kana anafahamu. Maana maswali yake yenyewe. So Azam Pesa ni huduma ya kifedha ambayo inamsaidia Mtanzania kufanya miamala kwa gharama nafuu, sawa, kwa njia ya simu. Hapa nimevitaja vitu viwili vikuu: kufanya miamala kwa njia ya simu kwa gharama nafuu. Ndio. Anapataje? Anajiungaje? Tunaenda. Kwa hiyo ukishaelewa hivi vitu viwili, au kisababu mda sawa. Ukishaelewa hivi vitu viwili, ili uwe na Azam Pesa, kitu ambacho unakihitaji ni namba yako ya simu pamoja na namba ya NIDA basi. Namba yako ya simu ambayo unaitumia sasa hivi. Yes, namba ya simu ya mtandao wote na pamoja na namba ya NIDA. Ukishakuwa na hivyo vitu viwili, ukishakuwa na hivyo, ndio vile tunasema kwamba unaweza kupakua application Play Store au App Store, ukajisajili mwenyewe, au ukafika kwenye hizi Azam outlet au maduka ya Azam ukapata usaidizi wa kusajiliwa. Sawa, nilikuwa nahitaji hiyo ili pia mtazamaji wetu afahamu. Moja kati ya vitu ambavyo ameuliza Sauda hapa ni kuhusiana na mtaani huku utaonekana labda kwa wingi kama ambavyo labda hiyo vitu vingine tunawaona. Kwa nini Azam Pesa msije na mfumo tofauti wa mtu ambaye anataka wakala mnampata, mnamjengea hata kidude pale pale huko mitaani kwetu, tunaingia uswahilini huko, ili basi wale ambao hawaoni kwa waone. Nikupe siri tu, wanaotuma hizi hela ndogo ndogo ni Uswahili. Yaani kuna transaction inatembea 20,000, 30,000, 10,000. Maana milioni ngapi mtu hawezi kwenda huko kila dakika. Lakini huko nitumie hela sio nini, mjomba kameza shoka, Uswahili. Watu maila ya bando ndo hizo wanazoomba sana. Sawa, hamna shida. Hayo tunaendelea kufanya kazi, lakini pia hizi Azam outlet, maduka ya Azam au biashara za Azam, tuko na ushirikiano mzuri ambapo ukienda kwenye Azam TV utakuta tayari kabisa pale kwenye mgodi wa Azam TV utakuta kabisa
kuna namna, kuna sticker za Azam Pesa ziko, yani utakuta hata nusu ya duka unaweza limeandikwa Azam Pesa na vitu vingine. Lakini cha mwisho tutakukumbusha ni ofa cha juu zaidi bado inaendelea, na mtumiaji wa Azam Pesa na watumiaji wengine ambao wakishajisajili Azam Pesa, ukilipia kile kifurushi 28,000 cha Azam TV, basi utapandishwa juu kwenda kuangalia chaneli za 35. Na kuna watu bado hawajaje kutumia hicho kifurushi cha shilingi 35,000. Kwa nadhani hii ni fursa nzuri. Rahisi hiyo. 7,000 inabaki, 7,000 unalipia huduma zingine kabisa. Sasa bwana Edward Alex, meneja wa masoko ya Azam Pesa, sisi tunakushukuru sana bwana. Shukrani. Urejee tena hapa. Na usisahau kuahidi kutimiza ulichokiahidi. Hicho ni hamna shida. Meneja unapiga chapuo. Unajua kuna commission yangu ambayo haijakata. 10%. Kalifanyia kazi. Tumehitimisha hapa na Edward Alex, meneja wa masoko ya Azam Pesa, tukizungumza leo namna gani ambavyo Azam Pesa inaweza kurahisisha maisha